Mwanamke ni mtu ambaye huwa anaamini kwamba ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kumfaidisha yeye zaidi. Najua wanaume wengi sana huwa mnajiuliza hili swali. Ni kwa nini wanawake wengi wakipata pesa ndoa huwa zinakuwa hatarini? Ni kwa nini wanawake wengi wakipata pesa huwa wanakimbilia kuvunja ndoa zao? Mimi leo nataka niwape jibu rahisi zaidi na ninataka niwaambie kitu ambacho wanaume wengi sana huwa hamkifahamu. Mwanamke ni mtu ambaye huwa anaamini kwamba ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kumfaidisha yeye zaidi. Na ndiyo maana mwanamke anataka wewe mwanaume upambane kuleta maendeleo katika familia kwa ajili yake. Mwanamke anataka wewe mwanaume upambane kutafuta pesa kwa ajili yake. Mwanamke anataka wewe mwanaume ujenge nyumba kwa ajili yake. Mwanamke anataka wewe mwanaume upambane, utafute pesa, utafute mali, ujenge msingi mzuri ili wewe ukifa yeye asiteseke na watoto. Hiki ndio kitu kikubwa ambacho wanawake wengi huwa wanatarajia kukipata katika maisha ya ndoa. Wanawake wengi sana huwa hawaamini katika ushirikiano. Wanawake wengi sana huwa hawaamini katika kutoa mchango kwenye maisha ya ndoa. Wao wanaamini katika kupokea, wao wanaamini katika kuwa watu wa kufaidika. Usipotuliza akili vizuri, huwezi kunielewa. Ndio maana sasa hivi kuna kauli wanaume mnaona wanawake wanaizungumza sana kwamba yani mimi wazazi wangu wanisomeshe halafu nije nimpe pesa mwanaume. Mwanamke kutoa mchango kwenye familia yeye anaamini ni kumpa pesa mwanaume, kitu ambacho yeye hatakiwi kukifanya. Lakini wewe mwanaume unatakiwa kukaa chini kisha ujiulize swali la msingi. Je, wewe mwanaume wazazi wako ndio walikusomesha ili pesa zako zije ziwe za mwanamke? Hilo ni swali la msingi sana ambalo mwanaume inapaswa ujiulize. Kwa hiyo kitu ninachokuambia ni kwamba wanawake wengi sana huwa wanaamini ndoa ni kitu kinachotakiwa kuwafaidisha wao. Ukikaa ukawasikiliza wanawake hata wanapopeana pongezi kwamba wewe mwanaume pengine umemjengea mke wako nyumba, sikiliza mwanamke mwenzie anavompa pongezi mke wako, kuna kitu utakipata. Wanawake wengi sana huwa wanasema hongera, afadhali mwenzetu amekujengea. Sijui huwa mnatafakari hiyo kauli na maana gani? Wanawake huwa wanapongezana kwa kuambizana afadhali mwenzetu umejengewa. Hata ikitokea huyo mwanaume akafa amekuachia nyumba, maana yake amekuachia faida. Hiki ni kitu ambacho watu wengi sana huwa hawakifahamu, lakini mimi nakwambia wanawake wengi sana huwa wanategemea kufaidika zaidi katika ndoa. Wanawake wengi sana utakuta wanaambizana sasa hivi kwamba wanawake jitahidini kumiliki vitu vyenu mkiwa ndani ya ndoa, wanawake jitahidini kujijengea misingi yenu. Ikitokea siku moja huyo mume akafa au ikitokea siku moja huyo mwanaume akakubadilikia, usije ukateseka. Angalieni wajane wengi wanavyoteseka. Yaani kiujumla mwanamke ni mtu ambaye anaamini hata Mungu anamfeva yeye zaidi. Kwa hiyo mwanaume utakufa utamwacha mwanamke. Na ndio maana mwanamke anapambana kutaka yeye afaidike. Anaamini hiyo nyumba ukijenga ukifa utamwachia. Mwanamke anaamini hizo pesa ukitafuta ukipata ukifa utamwachia. Mwanamke anaamini kwamba wewe unatakiwa kuleta maendeleo ambayo ukifa utamwachia yeye asiteseke na watoto. Ni vitu vya huzuni sana na ni vitu ambavyo wanaume wengi pengine huwa hamfahamu, na huu ni uhalisia ambao mnatakiwa kuufahamu. Na hiyo ndiyo sababu wanawake wengi wakipata pesa wanavunja ndoa zao, kwa sababu yeye anaona kutoa kitu kwenye familia ni kujiingiza hasara. Yaani yeye anahesabia mimi kwenye maisha ya ndoa natakiwa kufaidika, sio kuingia hasara. Kwa hiyo mwanamke akishaona yeye ana pesa inatakiwa na yeye achangie katika hayo maendeleo, anaona hapana, huku ni kujidhulumu mimi mwenyewe. Mimi natakiwa nikae nisubiri kufaidika na kile kitu ambacho mwanaume anakitafuta. Kwa hiyo mimi nawaambia tu ukweli. Wanawake wengi sana wanavunja ndoa zao kwa sababu wamekaa katika hiyo cycle, kuamini kwamba wao wanatakiwa kufaidika zaidi na maisha ya ndoa. Ndio maana wanapambana. Wewe usipojenga nyumba mke wako anafoka ni kama anajua utafutaji wako, kwa sababu anasema ukifa utamwacha wapi yeye na watoto. Mwanamke anapambana kwamba huyu mwanaume afanyi maendeleo, huyu mwanaume sijui nini na nini, kwa sababu anajua hayo maendeleo ukiyafanya kesho ukifa utamwachia yeye. Ni vitu vya ajabu sana, lakini mimi nawaambia ukweli. Wanawake wengi wanaamini kwamba ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kuwafeva wao zaidi. Wao wafaidike zaidi. Na wanaamini hata Mungu anawafeva wao zaidi. Kwa hiyo wanaamini wewe mwanaume utakufa tu utamwacha yeye.
Wewe mwanaume utabadilika tu, utakuja kumwacha yeye. Kwa hiyo anatakiwa kuwa makini, ahakikishe unapobadilika au unapokufa umemwachia kitu, asije akateseka na watoto. Ndio maana mnaonaga wanawake mara nyingi sana, mtu analalamika, mwanaume wangu anishirikishi mipango yake, na mwisho wa siku anasema, unavyokuwa unishirikishi, siombei mabaya, lakini ikitokea umekufa, mimi nitafanyeje na watoto? Lakini hakuna mwanaume ambaye hakuna mwanamke ambaye huwa anasema kwamba mume wangu tushirikiane ili kesho mimi nikifa nikuachie wewe hivi vitu na watoto. Huwezi ukamsikia. Lakini mwanamke anaamini kwamba hivyo vitu unavyopambana kuvitafuta, wewe utakufa umwachie yeye na watoto. Kwa hiyo wewe ukiamua kutokufanya maendeleo, utakufa, utamwacha yeye hana maendeleo, ataanza kuhangaika na watoto. Usipojenga nyumba, utakufa, utamwacha yeye anateseka na watoto pasipokuwa na nyumba. Usipotafuta pesa, utakufa, utamwacha yeye hana pesa. Ukificha baadhi ya vitu, utakufa, yeye ataanza kuteseka na watoto. Yaani mwanamke haamini katika ushirikiano, haamini katika yeye kupoteza maisha, kutangulia, haamini. Yaani yeye anaamini kila kitu hapa duniani kinamfeva yeye. Kwa hiyo mimi nakwambia mwanaume, asilimia kubwa ya wanawake wakipata pesa wataendelea kuvunja ndoa zao, kwa sababu kitu ambacho wanawake wamejijengea kwenye akili zao ni kwamba ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kuwafaidisha wao zaidi. Ni kitu ambacho wanaweza wakakikataa, lakini mimi nakupa ukweli wa ndani kabisa. Na hii ndiyo sababu wanawake wengi wanavunja ndoa wakishakuwa na pesa, kwa sababu anaona hii ndoa hakuna faida inayomfaidisha. Yaani achana na haya maneno mnayoongea sasa hivi kwamba ndoa sasa hivi ni kama biashara. Achana nayo kwanza, hiyo tuweke pembeni. Hii ninayoizungumzia ni saiko nyingine kabisa ambayo kila mwanamke huwa anakuwa nayo. Yaani haijalishi ana pesa. Yaani wale ambao bado wanatamaa wana hii saiko sana, kufikiria kwamba mimi ndoa inatakiwa kunifaidisha mimi zaidi. Sasa anapoona yeye amekuwa anajiweza zaidi kuliko ndoa, maana yake ndoa haimpi faida, ndio maana anaamua kuiacha. Sijui kama unanielewa. Yaani mwanamke akigundua kwamba hii ndoa hainipi faida, anaiacha. Kwa hiyo atakapoona ana pesa, atakapoona amefanikiwa, atakapoona ameinuka, haoni umuhimu wa kuendelea kuwepo kwenye ndoa, kwa sababu hii ndoa haimpi faida yeye. Sijui kama unanielewa. Mwanaume, nadhani sasa hivi umepata majibu kwenye hili swali. Watu wengi sana mlikuwa mnajiuliza, kwa nini wanawake wanafanya hivi? Asilimia kubwa sio ulimbukeni wa kawaida, ni psycho, yani akili ya wanawake na jinsi wanavyoitafsiri ndoa. Wanawake wengi sana hawaichukulii ndoa kama kitu cha ushirikiano. Na ndio maana unasikia wanakwambia kwamba wazazi wangu hawawezi kunisomesha, kisha pesa nimpe mwanaume. Yeye kutoa mchango kwenye familia ni kama kukupa pesa wewe, kitu ambacho yeye kwake anahesabia kama hasara. Hahesabii kama ile ni ushirikiano, anahesabia kama yeye kujitoa, kitu ambacho yeye anajua kabisa kwenye maisha ya ndoa yeye hatakiwi kutoa kitu chochote, ila yeye anatakiwa kupokea. Wewe utafute vitu vyote, utengeneze maisha ili ukifa abakie navyo. Ndio ilivyo, yani jamani, ndivyo ilivyo. Maisha ndivyo yalivyo. Unaweza ukashangaa, lakini wanawake ndio watu wenye psycho za namna hiyo. Na ndio maana unaona wanaongea kwa ujasiri mkubwa wakijiamini, pasipo kutafakari kwamba hivi nikisema wazazi wangu wamenisomesha alafu nimpe pesa mwanaume, je, mwanaume atajiuliza swali gani? Hilo wao hawaangalii. Wanajiangalia wao binafsi, kwa sababu wanawake wengi sana wanatafuta kufaidika katika maisha ya ndoa. Yaani hiyo haitegemei ndoa za saizi kama biashara, no. Saiko iliyojengeka kwa wanawake wengi ni kwamba ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kunifaidisha mimi zaidi. Na ndio maana unaona hata mwanamke mwingine akikuta mwanamke mwenzie labda amejenga, mumewe amejenga, badala aseme hongereni jamani mmejenga, wengi sana wanapenda kutumia kauli ya namna hii. Hongera sana, afadhali mwenzetu amekujengea. Kwa hiyo anaamini kwamba wewe umeshafaidika, mwenzao umeachiwa nyumba. Yaani watu wanaamini kwamba huyo mwanaume atakufa, atakuachia we nyumba. Huyo mwanaume hata akifa, unapo pa kulala na watoto. Yaani akili za wanawake ndipo zilipoishia. Lakini mimi nawaambia tu kweli, wanawake, ndoa haziko namna hiyo. Ndoa sio kwa ajili ya kukufaidisha wewe. Ndoa ni maisha ambayo watu mnaingia kwa kushirikiana. Kwa hiyo wewe kutoa mchango wa maendeleo katika familia, sio kwamba unatoa pesa zako. Sio kwamba wazazi wako wamekusomesha eti unampa pesa mwanaume. Hapana, hiyo unafanya kwa ajili ya kujenga maendeleo kwenye familia yako. Kwa sababu hivyo vitu vinavyopatikana kwenye maisha yenu ya ndoa vinatakiwa kuwafaidisha wote wawili. Kwa nini wewe usijiwazie ukifa? Hata wewe ukifa utamwachia mumeo na watoto. Mume naye akifa atakuachia wewe. Kwa nini wewe unaamini kwamba mwanaume ndo akufa akuachie wewe hivyo vitu?
Kwa nini unaamini kwamba wewe ndio unatakiwa kufaidika sana na hiyo ndoa? Shida iko wapi? Yaani wanawake wengi kitu kinachowatesa ni hiki, na ndio maana mtu anakushangaa. Yaani wewe unampa pesa mwanaume, unatoa pesa unampa mwanaume. Simpi mwanaume, natoa mchango wa maendeleo katika familia, kwa sababu familia ni ya kwetu wote. Tunapoanzisha maisha ya ndoa, maana yake tumekubaliana sisi wote wawili kwenda kuwa kitu kimoja. Kwa nini mimi nataka kuwa na maisha yangu nikiwa ndani ya ndoa? Mbona mwenzangu yeye amekuwa na maisha ya pamoja, anajenga na mimi, anatafuta maendeleo na mimi, anatafuta pesa na mimi. Kwa nini mimi za kwangu nianze kuficha? Kunakuwa na shida gani? Kwa mimi nawaambia tu kweli, wanawake, hiki kitu kitatutesa sana. Kitatutesa sana na tutavunja ndoa wengi sana, kwa sababu tunaamini ndoa zinatakiwa kutufaidisha sisi. Tunaamini kwamba Mungu anatufeva sisi. Hawa wanaume watakufa, watatuacha sisi. Kwa hiyo hawa wanaume wanatakiwa kutuachia nyumba, hawa wanaume wanatakiwa kutuachia makampuni, hawa wanaume wanatakiwa kutuachia biashara, hawa wanaume wanatakiwa kutuachia mashamba, wanatakiwa kutuachia viwanja, wanatakiwa kutuachia nyumba. Hatuamini kama sisi tunaweza tukafa tukaviacha. Hicho ndio kitu ambacho tumesahau. Mimi nawaambia tu kweli, maisha ya ndoa ni maisha yetu wote wawili. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kufaidika sana na maisha ya ndoa. Wote tunajenga kwa ajili yetu wote wawili. Kwa hiyo kama mnaishi vizuri na mwenza wako, jitoe. Changia maendeleo ya familia yako, kwa sababu hiyo ni kwa ajili yenu wote. Unataka ufaidike wewe zaidi, wewe kama nani? Na wanaume wengi sana huwa hamjui kwamba wanawake wako hivyo. Ndio maana anapiga kelele na wewe, yaani huu mwaka wa 6 hatujengi, sijui nini hatujengi. Anawaza kwamba ukifa mimi nitafanya nini na watoto? Ukifa mimi nitateseka na watoto. Wanawake, hakikisheni mna vitu vyenu. Wanaume zenu wakifa, wajane wanateseka sana. Kwa hiyo hapa duniani hakuna wagane. Sisi Mungu anatufeva sisi, hata kuishi tu kwenyewe Mungu anatupendelea sisi. Sisi ndio Mungu anatupa faida kubwa, tutaishi sana kuliko hawa wanaume. Jamani, kuna vitu ni vya ajabu mtu kuelewa kwamba watu ndivyo wanavyofikiria. Lakini mimi nakwambia, wanawake wengi sana kwenye akili zao wanachukulia ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kuwafaidisha wao zaidi. Kwa hiyo wanaishi huku wakiwa wanahesabu kwamba huyu mwanaume siku akifa ataniachia nini? Hiyo ndiyo sababu ikitokea yeye amefanikiwa, kabla ya mwanaume wake kuondoka duniani, yeye anaamua kuondoka kwenye maisha ya mume wake, kwa sababu haoni faida ya kuendelea kuwa pale. Wanaume, nawaambia amkeni. Hii ndiyo saiko ya wanawake kwa asilimia kubwa, ndivyo anavyofikiri. Ndoa ni kitu kinachotakiwa kuwanufaisha wao zaidi. Kama ndoa haina faida, mwanamke anaamua kujivua, anaiacha hiyo ndoa. Yaani hilo lazima mlijue. Sio kwamba wakati wote ni ulimbukeni, sio kwamba kuna wanaume wamemdanganya, sio kwamba ni nini. Ni kwa sababu ya yeye mahesabu anayoyapiga kwenye maisha yake kwamba ndoa inatakiwa kunifaidisha. Kwa hiyo akigundua kwamba yeye amefaidika kabla ya ndoa kwanza kumfaidisha, anaona hii ndoa kwangu mimi haina msaada wowote. Matokeo yake ndio maana anaivunja hiyo ndoa, hataki kuendelea nayo. Na kiukweli mimi nikwambie, asilimia kubwa ya wanawake wakipata pesa, ndoa inakuwa hatarini. Kwa sababu hii, kwa sababu atakapoona ndoa haimpi faida, anaamua kuikimbia kwamba huu kwangu ni mzigo. Haina haja ya mimi kuendelea kukaa kwenye hiki kitu ambacho hakitonipa faida. Mwanamke anapiga mahesabu kwamba baada ya miaka 10, 15 utakufa, umwachie vitu fulani. Halafu anakuta umekaa tu, yeye amekuja amefanikiwa, amekuwa na pesa, wewe bado uko pale pale. Anaanza kuona hii ndoa haina faida kwangu. Kwa hiyo mimi nianze kutoa pesa nichangie hapa, manake naingia hasara. Ndio maana wengi wanafanya maamuzi ya kuvunja ndoa zao. Mwanaume, hakuna mwanamke atakubaliana na hiki kitu, lakini mimi nimekwambia kwamba wanawake wengi wanaamini kwamba ndoa ni kitu ambacho kinatakiwa kuwafaidisha wao zaidi. Na akiona hiyo ndoa haina faida, matokeo yake ndio unaona kishapata pesa anaamua kukimbia, anaivunja hiyo ndoa, kwa sababu kwake yeye amepiga picha ya mbele, anaona haoni faida. Kaka yangu, unaishi tu hivyo, viwanja havioni, haoni ukijenga nyumba, haoni ukiwa na makampuni. Yeye anaona ameshapata pesa, aendelee kukaa na wewe tena ili yeye aingie hasara. Anaona kabisa hapa hapana faida, ndio maana anakimbia. Kwa hiyo wanaume, jibu ndio hilo. Msije mkawa mnajiuliza maswali mengi, mnatafuta sababu. Mara nyingine ni namna tu wanawake wanavyoichukulia ndoa. Kwao wanaichukulia kama kitu cha kuwafaidisha. Kwa hiyo mwisho wa siku faida isipokuwepo, ndio watu wanaamua kuvunja ndoa. Sijui kama mmenielewa.